cheo au namna gani katika area yako unaweza kuwa mtu mkuu. Kuna watu wakija kwako wanajua hapa ndio mwisho kwa sababu wewe ni mkuu. Yaani unakuta ni kabinti tu hakana cheo chuoni, lakini kuna mambo yakiwakamata wanaenda kwake, maana Mungu amempa ukuu. Haleluya. Au na cheo au na cheo pengine hujawazidi wengine, lakini lazima wakutafute kwa sababu wewe ndani yako kuna ukuu. Haleluya. Tutaangalia namna ya kwenda kuwa mkuu sasa. Sasa ili mtu awe mkuu, namba moja, jengwa katika msingi wa kiroho. Lazima uwe umejengwa katika msingi wa kiroho. Maana hapo ndipo kuna msingi ulio imara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kuna watu wakubwa lakini si wakuu watakuja kwako kwa sababu wewe ni mkuu. Kuna tofauti ya mtu mkuu na mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia pata elimu na ujuzi kuhusiana na ndoto yako. Ili uwe mtu mkuu, lazima jengwe katika msingi wa kiroho. Namba 2, pata elimu na ujuzi kuhusiana na ndoto yako na area yako na eneo ambalo unatamani uwe mkuu. Kitabu cha Daniel sura ya 1 mstari wa 4. Daniel 1:4. Naomba msomaji. Daniel 1 mstari wa 4. Mstari wa 4 maandiko yanasema, vijana wasio na mawaa. Vijana wasio, hebu anzia moja. Kuna kitu hapo watu wapate. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda. Huyu ni mfalme akiwa mwaka wa 3. Nini kiliendelea hapo? Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa mtoashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Yaani hii ni nchi nyingine ama ni mji mwingine, anaenda kuchukua watu, anachukua mateka. Miongoni mwa hao mateka anataka watu wenye sifa fulani. Endelea kusoma hapo. Vijana wasio na mawaa. Anataka vijana wasio na mawaa. Wazuri wa uso. Wewe kutumika Ikulu na sura mbaya. Ukatisha wageni. Wajuzi wa hekima. Wajuzi na wanini? Wa hekima. Werevu kwa sababu ya maarifa yao. Werevu kwa sababu ya maarifa. Wenye kufahamu elimu. Wenye kufahamu elimu. Watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Hao wenye sifa hizo ingalau wanaweza kusimama katika jumba la kifalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Pamoja na kuwa na sifa zote ilibidi wapigwe tena bachelor of Wakaldayo. Unaelewa? Walipigwa kozi miaka 3. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3. Ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Imetosha. Mpe kwanza Bwana Yesu makofi mengi. Mfalme amekamata majitu na anajua yana akili. Juzi nilikwambia kwamba ni wewe tu ambaye ni Pentecoste unawaza ukiwa na pesa, ukiwa na kampuni, uajiri walokole wote. Kumbuka Jumatano wote utawakosa. Ijumaa wote utafanya utawakosa. Wenye akili wanajua namna ya kuchanganya mambo. Wanajua namna ya kusocialize. Haleluya. Ili awepo wa Ijumaa, awepo wa Jumapili. Awepo wa Jumamosi. Kampuni huwa haiendeshwi kiroho.
ila unaweza wa kiroho, lakini kampuni ina ethics zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ofisi ya kifalme ina maadili yake na miko yake. Kwa hiyo hao watu wakakamatwa, wakaingizwa kwenye darasa. Kumbuka walikuwa na sifa za juu kwanza kuwapita wengine, lakini darasa liliwahusu ili waweze kuelewa mji, wajue namna kutumika katika ikulu ili wasikosee. Bwana asifiwe sana. Ndio ile pointi yangu kwamba ili uwe mtu mkuu, nimesema namba 1 lazima jengwa katika msingi wa kiroho. Namba 2, pata elimu na ujuzi kuhusiana na ndoto yako au na eneo lako, wakapitishwa kwenye darasa. Tunaelewa kwa Mungu. Unataka kuwa mkuu katika eneo lako. Haleluya. Unajua inawezekana sisi wote tukawa wakuu. Maana kuna eneo na mimi mtu akija anamwambia, "Hebu muone kijana wangu." Bwana Yesu asifiwe. Maana ndani yako kuna ukuu. Haleluya. Una majibu. Binti amepitia changamoto, anambia, "Hebu muone mama fulani." Ukifika pale ataisha. Maana Mungu amempa ukuu. Sasa wewe unayetarajia kuwa mkuu, pata elimu, pata maarifa ili wakija watu wasaidike. Amen. Haleluya. Leo hii tuna watu wana saikolojia wamegeuka kuwa wahubiri. Wana saikolojia sasa hivi wanatembea mikoa na mikoa kukusanya wanawake na kuwafundisha. Unajua kufuatilia. Wana majina makubwa. Na kwa sababu wengine hata rohoni hawako vizuri. Unaelewa? Wameanzisha na kampeni fulani za kuita wanawake ambao hamjaolewa, ambao umeachika na nini. Kwa kuna vitu wanafundishwa na visumu fulani wanapewa. Unaelewa? Wana saikolojia. Na watu wamewaamini na kuwafuatilia na wanatii. Tena kiingilio chake ni kikubwa, mtu wa Mungu. Kama ushakusikia viingilio vyao. Viingilio viko juu. Ila mwanamke anajipinda, anasave mpaka aende 50,000, 30. Basi kwa siku moja anatoa 50,000. Anapigwa maarifa ya mwilini tu. Lakini amesahau kwamba ili awe mtu mkuu lazima ajengwe katika msingi wa kiroho. Lakini mahali anapojengwa katika msingi wa kiroho, hata uonyeshi ile thamani ya kila anachokipata. That's the problem. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hebu soma Mithali 22 mstari wa 29. Mithali 22 mstari wa 29. Mithali 22 mstari wa 29. Naam. Neno la Bwana linasema, "Je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, atasimama mbele ya watu wasio na cheo." Umeelewa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mkuu mwenye uwezo kusimama mbele ya wenye cheo, mwenye uwezo wa kusimama mbele ya wafalme, ni mtu ambaye ndani yake kuna bidii katika kazi yake. Wewe una kazi gani? Una bidii katika kazi yako. Si dharau kazi yako, udogo wake ilivyo, ila nataka kujua hiyo kazi ulionayo kuna bidii. Bwana asifiwe. Hapa tumeambiwa ana bidii. Inawezekana nifanye biashara wa daraja la kawaida kabisa, lakini ana bidii. Je, kuona mjasiriamali anapata nafasi ya kuitwa ofisi kubwa akapongezwa, biashara yake ni ya kawaida. Kwa nini? Wameiona bidii katika huo udogo. Bwana asifiwe sana. Sasa usifanye kazi kwa ulegevu kama unataka kuwa mtu mkuu. Haleluya. Watu wengi wanatamani kuwa wakuu, lakini Mungu huanza kwa kubadilisha tabia. Amen. Ili uwe mtu mkuu, Mungu anaanza kubadilisha tabia kwanza. Anabadilisha fikra, anabadilisha mwenendo wa mtu kabla ya kumuinua. Jumamosi tulikuwa na maombi hapa. Tulikuwa na maombi tukamwambia Mungu tuamini tu. Kuna watu wengine hawaaminiki kwa Mungu. Yaani kama ambavyo benki haikuamini mpaka upeleke vielelezo, na wengine pia hawaaminiki mbele za Mungu. Sasa jionyeshe kwamba umekubalika mbele za Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa kufanya yaliyo mapenzi yake. Kwa hiyo Mungu anaanza kubadilisha, anabadilisha kwanza hapa. Anaanza kubadilisha tabia, anabadilisha fikra, anabadilisha mwenendo. Bwana Yesu asifiwe.
Ukuu sio cheo tu, hapana. Ni uwezo wa kubeba wajibu mkubwa kwa uaminifu. Ukuu sio tu kwa sababu mimi ni mkuu katika ofisi, alafu kabaki na jina la kuwa mkuu, lakini umepoteza uwezo wa kubeba wajibu wako kwa uaminifu. Tunao wakuu wengi lakini si waaminifu, hivi wamepoteza sifa. Unajua viongozi sio viongozi Una kiongozi lakini sio nini? Sio kiongozi. Bwana asifiwe sana. Labda somo la uongozi. Sasa mambo ya msingi ya kuzingatia. Namba 1. Ili uweze kuwa mtu mkuu katika eneo lolote. Hapa iwe ni kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye masomo, kwenye maisha ya kawaida, kwenye mtaa wenu, hizi kanuni zinafanya. Namba 1, badilisha moyo wako. Badilisha moyo wako. Ile Mithali 4 mstari wa 23. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ndio chanzo cha maamuzi na matendo yetu. Unapoulinda moyo wako kuliko yote ambayo unayalinda, unatengeneza chanzo kizuri cha maamuzi. Unatengeneza chanzo kizuri cha matendo yaliyo mema. Matendo hayatendeki isipokuwa moyo umetoa kibali. Haleluya. Kile ambacho kinakutoka ni kile ambacho kilikuwemo. Si ndio? Yaani huwezi kutapika kitu ambacho hakipo tumboni, maana kilikuwepo. Kwa hiyo moyo uliolindwa utatoa vitu ambavyo ni vizuri ndani yake. Sasa ni aibu kuwa ni mtu mkuu halafu moyo wako haujaulinda, umeshambuliwa, una vitu vingi visivyo na maana. Kwa hiyo katika moyo, elewa tu kwamba ndani ya moyo ambao haulindwi kunaweza kukawa na chuki. Ndani ya moyo usiolindwa, ndani yake kuna wivu tu. Umeajiriwa juzi tu, umekuta mtu ana cheo chake, ukaanza kuingia wivu wa jambo jema. Linda moyo wako. Piga kazi, soma, muombe Mungu, fanya ibada, utapanda kwa wakati na majira ya Bwana. Sema amen. Haleluya, haleluya. Lakini ndani ya moyo usiolindwa kuna kiburi. Sasa mkuu gani mwenye kiburi, mwenye chuki, mwenye wivu na tamaa? Hivi vikiwepo ndani ya moyo vinaua maono, vinaua ile karama ya kuwa mkuu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nasema hivi? Kimwangalia mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu ili awe mtu mkuu alipitishwa katika mambo mengi. Alipitishwa katika mateso, katika majaribu. Alipigwa na ndugu zake, si ndio? Alichukiwa na ndugu zake. Aliuzwa na ndugu zake. Akaenda utumwani. Akapitia hatua zote. Akasingiziwa kesi na nani? Mwanamke wa nani? Wa Potifa, si ndio? Akapelekwa gerezani. Akakutana na watu waliopelekwa gerezani pia kutokea kwenye ofisi hiyo hiyo. Sijui na wenyewe kesi yao ilikuwa ni nini. Walipoota ndoto akawatafasiria. Na wakati ametafasiri ndoto akamwambia hivi, siku mkitoka mkanitaje na mimi huko kwa kiongozi ili nipate msamaha. Jamaa walipotoka hawakumtaja, kama unafuatilia vizuri. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanayaweza yale mambo. Walikuwa wanaweza kumsaidia kiongozi. Lilipotokea jambo ambalo hawaliwezi, ndipo akamkumbuka Yusufu. Wakasema kuna jamaa yupo kule gerezani alitoa. Unajua watu Mungu anawatendea mambo makubwa, alafu wanaweza sifanye kitu hapa. Lakini siku akibana watakuja. Usisubiri kubana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hatua za Yusufu kupanda cheo kwa kuwa waziri mkuu, moyoni mwake aliondoa chuki. Moyoni mwake aliondoa kiburi.
hakuwa na malipizi. Ndio maana hata wakati alipotoka hakuwa na bifu na mtu yeyote. Bwana Yesu sasa. Huu ndio moyo uliolindwa, moyo wa mtu mkuu. Ndugu zako nakumbuka alipomfanya, lakini siku wamepata njaa, alipogundua kwamba ni wao wamekuja, walipewa chakula, alafu akawarudishia na pesa walizokuja nazo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kufanya hivyo. Kwa kama unatamani kuwa mtu mkuu, anza kujipima katika haya madogo madogo. Anza kujipima. Bwana akusaidie sana. Kwa hiyo moyo lazima ulindwe. Moyo ndiko zinatoka chemchemi za nini? Moyo kama unatoa chemchemi za uzima, huo ni moyo ulioponywa na Yesu. Lakini moyo ambao hauna Yesu ndani yake, kunatoka chemchemi za nini? Tunaimba mwenyewe. Usikalili mambo ya rohoni ya kadiri. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ulioponywa unatoa chemchemi za nini? Moyo ulioharibika unatoa nini? Inatoa mauti ama chemchemi za mauti. Haleluya. Maana yake hatutarajii jambo jema kutoka kwenye moyo ulioharibika. Ndio maana mama aliyevurugwa nyumbani, mama ambaye amevurugika kisaikolojia, ameathirika, hata watoto wadogo atawaathiri. Amekosana na mtu mwingine, amekosana na baba yao, akamchukia baba yao, akawachukia mpaka watoto. Zile hasira anaanza kuzipanda kwa watoto, maana moyo wake umeharibika. Moyo wako umefanyaje? Umeharibika. Kwa hiyo linda sana moyo wako. Hebu soma hiyo, ni kitabu gani? Na? Isoma hiyo Mithali. Mithali 4:23. Naam. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamwona mfano mzuri sana kwamba Yusufu aliweza kulinda moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitaka hata kulisoma somo yenyewe tena kabla kusoma. Teknolojia hizi. Haleluya, haleluya. Ndio teknolojia. Sawa, soma tena hiyo Mithali 4:23 twende vizuri sasa. Mithali 4:23 inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa ili moyo ulinde, kuna mambo ya kuyatoa. Namba 1, ondoa chuki kwenye moyo wako. Ondoa chuki. Hapa ndio unaulinda moyo sasa. Namba 2, ondoa wivu. Ondoa wivu kwenye moyo wako. Ondoa wivu kwenye moyo wako. Lakini namba 3, ondoa kisasi. Usiwe mtu wa kisasi. Hapa ndio unalinda moyo hapa. Namba 4, ondoa kiburi. Ondoa kiburi. Warumi 12 mstari ule wa 2. Naomba msomaji. Warumi sura 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2 nasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia, haya mambo yamejaa kwenye moyo wa mtu aliyeipenda dunia. Watu wa dunia wana kiburi, wana kisasi, wana wivu, wana magomvi, lakini sisi tunaambiwa tusifuatishe namna ya dunia hii. Haleluya. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Tugeuzwe kutoka kwa namna ambayo tulikuwa tunatembea katika dunia kabla hatujamwamini Yesu. Tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amina, amina. Ili mpate kujua mapenzi yaliyo Mungu yanayompendeza.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mkuu huanza kufikiri tofauti kabla hajawa tofauti. Sasa tumeelewa? Unaanza kufikiri tofauti kabla hujawa wa tofauti. Maandalizi yanaanza mapema. Haleluya. Bali nikwambie mtu mmoja anaitwa Caleb. Caleb kwa kitabu kile cha Hesabu 13:30. Msome Caleb hapa. 13 Hesabu 13:30. Hesabu 13:30. Naam. Neno la Bwana linasema, sikiliza kwa makini, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa. Kalebu akawatuliza watu mbele ya nani? Ya Musa. Akasema, naam, na tupande mara tukitamalaki, maana tuweza kushinda bila shaka. Yaani Musa ametuma wapelelezi, nendeni mkachungulie Kanaani, si ndio? Pamekaaje? Maana ni Mungu amemwambia Musa watoe Wanaisraeli watoe Misri wapeleke Kanaani. Sasa wamekaribia kuingia Kanaani, anatuma wajumbe wapelelezi wajue namna kuingia. Sasa watu wanarudisha ripoti. Caleb anasema inawezekana kuingia katika ile nchi. Inawezekana tutamshinda adui. Soma ile Hesabu 13:33. Sikiliza na mtu wa taarifa mwingine tena anasemaje? Nasema, kisha huko tuliwaona Wanefili. Hao ni wengine wanatoa sifa za huko walizozikuta. Wana wa Anaki. Naam. Waliotoka kwa hao Wanefili. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Yaani wanasema tulipoutazama mji wa Kanaani tukaona majitu, watu wakubwa, jamii ya Manefili wale, yaani majianti, yaani ni jamii ya kina Goliati. Wanatoa ripoti kwa mkubwa wao. Walipoyatazama wakaiona mioyo yao yaani imekuwa ndogo kama nini? Kama panzi. Wakajihesabu kwa mapanzi. Yaani panzi mbele ya mtu aliyesimama, kiasi kwamba unaweza kukanyagwa na usiinuke tena. Mimi ninasema kataa roho ya panzi leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Sisi sio mapanzi Bwana. Haleluya. Sisi ni washindi kwa jina la Yesu. Maana tuliye naye ndiye aliyezifanya panzi. Unajua jamaa hawakuwa na uelewa vizuri lakini mimi naelewa kwamba Mungu aliyesema hapo mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ukija Yohana 1:1 hapo mwanzo kwa neno na ile kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye hakuna ambacho kilifanyika. Maana yake ni nini basi? Na ukimpokea Yesu anakuwa ndani yako, maana yake niliye naye ni mkubwa kuliko panzi. Haleluya. Niliye naye ni mkubwa kuliko Goliati. Ndio maana Daudi anasema wewe nitakutwanga, umetukana taifa la Mungu, nitakupiga. Goliati alipigwa na kichwa kikakatwa. Haleluya. Vita vyetu hatupigani kwa jinsi ya mwili. Hatupigani kwa jinsi ya damu na nyama. Tunapigana katika ulimwengu wa roho. Waliokuwepo Jumatano wananielewa. Haleluya. Mashambulizi yanapangwa kwenye meza katika ulimwengu wa roho, halafu yanakuja kutekelezwa physically katika mili na viumbe ambavyo Mungu amevifanya. Ndio maana unaweza ukategewa jiwe dogo tukajikwaa. Lile jiwe limepewa program. Limekuwa program lile. Ukijikwaa pale unaona kama jiwe, sio jiwe, umepigwa nyundo. Umepigwa. Hujawahi kujikwaa mahali ambapo ukashangaa nimejikwaa hapa namna gani? Niambie. Hujawahi kujikwaa ukaanguka au ukakosa kuanguka, halafu kaangalia kilichotaka kukuangusha ama kilichokuangusha hakina sifa. Unanielewa? Hiyo kitu ilipangwa katika ulimwengu wa roho. Kile kimekuwa sababu, lakini ndani yake kina ujazo wa nguvu. Ndio maana kimekugusa kidogo na kimekupeleka pale. Haleluya. Yeye mtu anasema kwamba mimi nilikuwa na kaupele kadogo tu, nikakuna tokea pale hivi unapoona hivi nilipo. Unaelewa? Nilikuwa na kauvimbe kadogo tu, imeenda wameniambia ni cancer. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninahubiri injili ya yanayowezekana. Haleluya. Yaani yanayoshindikana
na yafanya yawezekane, kwa sababu aliye ndani yangu yeye ni kila kitu. Haleluya, haleluya. Hata mchana wa leo tunaweza tukafanya operation ya kansa tukafuta. Na kama kuna mtu ana uvimbe aje hapa tufute sasa hivi uvimbe. Kama una uvimbe umepima, njoo hapa tufute uvimbe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahubiri kweli ya Yesu ambayo hatutapigwa mawe, maana ni kweli na inajipigania. Haleluya. Jamaa unamwona kule pale anafuatilia ibada ile. Huyo alibaga na miwani. Hapo. Vipi miwani? Ana miaka zaidi ya 4 ametupa miwani. Nasema Mungu haiwezekani kwa upako na neema hii. Alafu ni mtambo wangu mpaka avae miwani. Ngoja hapo nani ataniunguzia vyombo. Pokea uponyaji. Akatupa miwani. Sasa anafanya sawa sawa. Unaona mpaka gitaa anapigia kisogoni. Hapo anamwonyesha shetani ulishapigwa, mimi nasonga mbele kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Haiwezekani umpate Yesu alafu akuache hivi. Lazima uafike. Uafike kwa namna moja ama nyingine. Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Kalebu anapeleka taarifa njema. Kwa maana nyingine Kalebu alikuwa na ukuu ndani yake. Hawa oga hawa wakapeleka taarifa za kutisha. Inasemaje mstari unaofuata? Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Ndivyo walivyotuona. Hawajui hata wingi wa panzi. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Machozi yakawatoka, wamepokea taarifa mbaya. Kuna watu hapa wamepokea taarifa mbaya. Mmenyong'onyea, huna nguvu tena. Lakini kwa neno la mchana wa leo utapokea taarifa njema na utainuka kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Taarifa mbaya zinaumiza. Taarifa mbaya zinaua. Zinafukuza watu kanisani. Lakini leo tunatia taarifa njema. Watu wasiondoke, wabaki miguuni pa Bwana kwa jina la Yesu. Endelea kusoma hapo. Mkutano wote wakawaambia, ingelikuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri. Watu wanaokumbuka mambo ya hovyo wanawafanya watu wajute wakiwa kwenye wokovu. Kwamba bora nisingeokoka. Kama kuokoka ndio huku, bora nisingeokoka. Kwa nini? Kuna wapeleka taarifa. Wamepeleka taarifa ambazo hazijengi. Mimi ninasema kwamba hiyo biashara achana nayo. Kuanzia leo beba taarifa njema. Beba taarifa njema. Beba taarifa njema. Utawaponya wengi. Haleluya. Unajua kuna watu leo wako nyumbani tumeukalisha kwa sababu ya taarifa mbaya. Ukijua hivyo, ukitoka hapa nenda kwa watafute. Kawaambie Bwana, neno la Mungu leo limenituma. Ujumbe leo umenigusa. Nilikukalisha, naomba inuka. Twende kanisani. Umuombe msamaha. Sasa mnajikausha. Omba msamaha, usamehewe. Endelea kusoma hapo. Au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana na tumweke mtu mmoja awe akida. Tukarudi Misri. Sasa jamani, unaona hii habari ulishawahi kuisoma, lakini leo unaielewa kwa namna tofauti. Watu wametoka mbali. Yaani umetoka Dar es Salaam, umefika mahali unaanza kuona kiwanda cha Dangote, unakaribia Mtwara, halafu unaanza tena kuwaza kurudi tena Dar es Salaam kwa sababu ya taarifa ulizozipata. Inaumiza sana. Inaumiza sana. Wakajuta. Mwisho wa siku nasemaje? Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao waliopeleleza nchi, wakararua nguo zao. Wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake. Sikiliza sasa. Musa, Haruni, Yoshua
na Caleb wakasema hapana, wakaingia kwenye magoti. Mambo yanapoharibika, utatuzi wake unaanzia kwenye magoti. Haleluya! Ili Mungu awape usemi wa kuatia moyo tena watu waliokata tamaa, ili wapate kuendelea. Walipotoka kwenye magoti walisemaje? Nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza, naam, ni nchi njema mno. Unaona, wanaanza kufuta taarifa mbaya. Ni nchi njema mno, na ya ajabu. Bwana anatufurahia, naam, atatuingiza katika nchi hii, naam, atupe iwe yetu, naam, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa, naam, na asali, naam. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Imetosha. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Mchana wa leo tutawafanya wale ambao ulikuwa unawaogopa wawe chakula chetu kwa jina la Yesu. Watatafunwa. Wala sisi kama waliwi wataliwa na simba. Haleluya. Kama simba hawezi kuona, hata punda atawatafuna tu. Haleluya. Kwa hiyo siku zote taarifa mbaya zinawakalisha watu chini. Wakaambiwa, lakini msimwasi Mungu. Sheria moja, pamoja na kuatia moyo, lakini usimwache Mungu. Ili tuweze kushinda, lazima tusimwache Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo fikira ya kukuza unaanza kubadilika hapa kabla hujafikia eneo lenyewe. Haleluya. Unaanza kubadilika. Unabadilika. Caleb akawa miongoni mwa watu ambao ni watu wa taarifa njema. Ni watu ambao walipiga magoti, wakaibuka, alafu akatoa taarifa njema. Hii ni taarifa njema, na hii ndio sifa ya mtu anayetaka kuwa mkuu. Ili uwe mkuu, hata mambo yaende vizuri, wewe ujue namna ya kuhandle stress. Ujue namna ya kudhibiti hisia zako, usije ukamkosea Mungu. Haleluya. Ujue namna ya kuzidhibiti, kujizuia. Tunaona Mungu. Ukielewa jambo hapo hapo unazimia, wewe ufai kuwa mkuu. Tutafanya kila mwaka tufanye uchaguzi. Just kwamba wewe ni legislator alafu unatoa taarifa mbaya tu. Kama wana Burundi hapa naona kuna vitu wana nani hapo, rais amedondoka. Sasa tuingie kwenye uchaguzi wakati wa vita. Si majanga haya. Wakati katiba yetu inasema amri jeshi mkuu ndiye anayetoa kibali vita ipigane. Sasa amri jeshi mkuu amezimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ili uwe mkuu lazima ujalipiwe kwa mambo mengi. Sikiliza, jamaa moja anaitwa Herode likaambiwa na mamajusi kwamba wewe tumekuja kumsujudia mfalme wa Wayahudi. Anayeambiwa hiyo taarifa ni mfalme wa Wayahudi. Alikasirika. Alimwambia, jambo zuri sana. Nendeni, shikeni njia. Mkimaliza na mimi nipeni taarifa niende na mimi nikatolee zawadi. Unaweza wanawake wamekamatwa, ameingizwa kwenye chumba fulani na mwanamke saa 5 usiku. Utatulia? Sio utakopa hela kwenye simu pale na boda boda. Uende ukakamate ugoni sisi. Umeelewa? Nani anaweza kuvumilia mpaka asubuhi? Kabaki unalea ndo raka saka. Mungu saka baba. Ili nalo Bwana linapita. Raka saka. Ni kiwango kingine, sio cha kawaida. Ni kiwango kingine. Nani anayesikia mwanao amepata ajali barabarani akapiga magoti kuomba? Isipokuwa anainuka kukimbilia. Mbio zako haziwezi kusave. Ungewahi kwenye magoti ungeokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa tupone kwanza hapa. Jambo la tatu na pili. Jambo la tatu la kujifunza leo. Badilisha maneno yako. Misali 18:21. Ili uwe mtu mkuu, badilisha maneno yako ambao pengine umezoea kuyasema na umeyafanya kuwa nyimbo. Wakati mwingine umefanya kama silaha. Unaomba msaada nyumbani kwenu, badala ya kusema nafasi kwa sasa sina, unaanza kueleza hata unga ule ubaki, sika utafika jioni. Acha umasikini wewe.
Yanakuhusu nini? Watoto wenyewe hawajaenda shule. Yaani mtu amekuomba 20,000, unajieleza mambo mengi. Wewe huwezi kuwa mkuu. Bwana asifiwe sana. Mambo ya nyumbani kwako hayana uhusiano na aliyekuomba msaada. Mwambie sina. Ama wakati mwingine mambo ya kwako yabaki kwa ya kwako. Wewe unaanza kufungua gazeti ili akuhurumie, na yule akuhurumii anapiga simu kwa mwingine, nimemwomba fulani, ameniambia kutoka wajaenda shule, hana unga, hana hivi, naomba wewe unisaidie. Umeshajianika. Kwa sababu kama hapa umeshindwa kulinda moyo wako, maneno yako, control maneno yako. Hata kama unalala njaa, kauka. Bwana asifiwe sana. Mungu atakutokezea. Watu waliletewa chakula na kunguru. Unafikiri kunguru sasa hawezi kuleta chakula? Analeta. Kunguru analeta. Ile imani yako tu, nilikwambia siku moja, kunguru aje na nyama choma hapa, aidondoshe hapa, na mimi nibariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bariki chakula hiki. Wapendwa, naomba tugawane. Mtakula nini? Tena bora idondoshe hapa. Idondoshe pembeni pale. Wote kula. Lakini yule nabii akaamka. Tena akamwamsha. Amka ule. Safari hii inakutaka wewe. Jamaa hakuuliza mkate umetoka wapi? Maji umetoka wapi? Kulikuwa na kisima hapo. Akanywa maji. Jamaa tena akakata tamaa tena. Akamletea tena kunguru. Ndio ile safari mpaka kwenda kwa mwanamke mjane, baada kukauka ya pale maji, na kunguru akakurudi tena. Hawezi kukupa chakula mkate ule bila chai. Kwamba wewe sasa safari yako sasa hivi nenda kwa mwanamke mjane. Ziti mjane. Wasalepta ambaye alikuwa anadaiwa. Mwanamke alikuwa anadaiwa. Ni mjane, ni mwanamke wa Salepta, of course alikuwa mjane ziti. Mjane. Unaona? Akajieleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufahamu wako ukiwa vizuri, Mungu atakutokezea pesa. Hizi sio za mashetani hizi. Wewe anza kuhoja za mashetani, sio wanaendelea na maisha. Yesu mwenyewe alilipa kodi. Yesu ana kiwanda cha hela. Si hizo. Nazitakasa kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwani hizi hela ulizonazo hizi, tunazofanya biashara tunapeana huko, unajua mara ya kwanza imepita kwenye mikono mingapi mpaka kufikia wewe? Si maana tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Maana ndio Mungu amesema Kaisari mpeni Kaisari. Maana yake ya Kaisari tutembee kwa namna ya Kaisari, ya Mungu tutembee kimungu zaidi. Amen. Wewe badilisha maneno yako. Mstari 18:21 soma hapo. Mstari 18:21 maandiko yanasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Kwa hiyo kwa maneno yako unaweza kuachilia uzima au mauti. Kwa mtu ambaye anatakiwa awe mkuu, atoe maneno ya uzima, ya kutia moyo watu, ya kuwafariji watu. Kwako yasitoke maneno, kwako isitoke mauti. Utoe uzima. Amen. Kwa hiyo watu wakuu hujengwa kwa maneno yao, hawabomoi. Mambo ya msingi. Mtu mkuu asiwe na matusi, asiwe muongo, usiwe na lawama, usiwe na maneno ya kukata tamaa. Maneno yako yawe mazuri, usiwe na uongo, usiwe na lawama, usiwe na maneno ya kukata tamaa. Musa anapokea taarifa ya watu waliowatuma kwamba bwana, ule mji tulipotazama yale majianti tukajiona sisi ni mapanzi. Hivi Musa kama angefanyia kazi hizo taarifa, ungekuwa na Kanaani hapo? Watu wangeingia Kanaani. Kwa hiyo hakukata tamaa, badala yake akamwendea Mungu. Jambo la nne, badilisha tabia ya uvivu. Hakuna mtu mkuu mvivu. Hata unaona watu wakubwa hao sio wavivu. Badilisha tabia ya uvivu. Misali 6:6. Misali 6:6. Ewe mvivu, mwenyewe chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Ewe wachungu,
ewe mvivu, mwendee juu, utafakari njia zako kupata hekima. Badilisha tabia ya uvivu. Huwezi kuwa mkuu alafu kawa mvivu. Huwezi. Lazima uwe na jitihada. Tunamsoma Daudi, alikuwa mchungaji mwaminifu kabla hajawa mfalme. Sawa Hakuwa mvivu. Ni mdogo katika watoto wa baba, lakini alikuwa anapiga kazi kubwa. Unaelewana? Unakumbuka nilikwambia ili uwe mkuu si kwamba uwe na umri mkubwa. Daudi anakuja kuwa mkuu, anakuja kuwa mfalme kuwapita kaka zake walikuwa wanapigana vita na siku zote hawakushinda. Yeye akapigana mara moja vita akashinda. Akawa mfalme. Wakawa wanaingia kwa nidhamu wanapotaka kwenda kumsalimia Daudi. Alianzia mahali akawa mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Kwa sifa ya mtu mkuu namba 1, kuwahi. Ana sifa ya kuwahi. Kuwahi, kama unavyojua kuwahi, neno kuwahi, on time. Kuwahi. Lakini namba 2, kuwajibika. Hata kama ni biashara yako, lazima uwahi kwenye biashara yako. Kwa sababu hamna tabia ya kuwahi katika mambo yenu, hiyo tabia mnaihamishia hata kanisani. Na kuna wengine wamepona kwa habari ya kazi zao, wanawahi kwa sababu wanajua zinaweka mjini, lakini si kwa kazi ya Mungu. Mtu mkuu lazima awahi. Haleluya. Namba 2, lazima kuwajibika. Namba 3, kumaliza kazi. Kuna watu wanaanzisha mambo hayafiki mwisho. Kimuuliza hili lilishia wapi, mwenyewe hajui lilishia wapi. Kuna mradi fulani ulioanzisha ulishia wapi, hajui umeishia wapi. Ni bora kama mradi umeisha, funga hesabu kwamba nimemaliza mradi kwa hasara, ili siku nyingine ujue namna ya kufanya kitofauti ili usipate tena hasara. Unapiga mradi unaisha, unapata hasara, alafu huna tathmini yoyote. Wenzetu Ulaya, anapoishia anaandika vitu vyake, anaishia mkabrasha, anakaa hapo. Akija mwingine ataanzia kustadi hapo, ataendelea. Lakini sisi bado tukiona Bwana Mungu anatupa hekima, tutafanya. Lazima umalize kazi. Lakini namba 4, kutegemewa. Utategemewa. Uelewe kwamba kwa kuwa wewe ni mkuu utategemewa, aidha kwa hekima, aidha kwa kusaidia, aidha kwa namna yoyote ama ushauri. Jambo la 5, badilisha matumizi ya muda. Waefeso 5:16. Badilisha matumizi ya muda. Kama unataka kuwa mkuu, badili matumizi ya muda. Waefeso 5:16 nasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Lazima ukomboe wakati. Ndio maana ya kubadili matumizi ya muda. Inawezekana mtu anautumia vibaya, lakini Mungu anakuambia leo, nendeni kwa kukomboa wakati. Haleluya. Jiulize hivi, saa ngapi huwa ninaomba? Andika hilo swali. Ukiweza kuandika je, huwa naomba saa ngapi? Swali la kwanza. La pili, huwa nasoma neno saa ngapi? Swali la tatu, huwa nafanya kazi saa ngapi? Swali linalofuata, saa ngapi huwa najifunza maarifa mengine ya ziada? Kuna wakati lazima ujifunze jambo jipya ili uweze kukua. Haleluya. Kuna wakati lazima ujifunze jambo jipya, using'ang'ane katika yale ya kila siku, utakuwa. Lazima uhitaji kitu kipya ili uweze kusogea. Bwana asifiwe sana. Sasa hayo maswali utaenda kuyajibu mwenyewe. Alafu hayo maswali yatakupa picha wewe unataka kuwa mkuu au ni mtu wa kawaida. Jambo la 6. Badilisha mahusiano yako.
Badilisha mahusiano yako. Misali 13:20. Misali 13:20. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Amina. Bwana asifiwe sana. Aendaye na wenye hekima atakuwa mwenye hekima. Badilisha mahusiano. Una mahusiano na watu wa namna gani? Wana hekima au hawana hekima? Badilisha mahusiano. Marafiki wanaweza kukuvusha au kukuangusha. Badilisha mahusiano. Kuna mtu anaitwa Rehoboamu alipoteza sehemu kubwa ya ufalme kwa kusikiliza ushauri mbaya. Sasa hii sitaisoma kwa sababu ni ndefu kidogo, ila andika Wafalme wa Kwanza sura 12 mstari wa 8. Wafalme wa Kwanza sura 12 mstari wa 8. Labda usome mstari mmoja tu. Ni kwamba huyu mtu alisikiliza ushauri mbaya, akajikuta amepoteza sehemu kubwa ya ufalme wake kwa kusikiliza watu wabaya. Soma tu mstari mmoja. Wafalme wa Kwanza 12 na mstari wa 8. Inasema, lakini akaliacha shauri lile la wazee waliompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye na kusimama mbele yake. Unaona sasa? Akaliacha shauri lile la wazee waliompa, akalifuata shauri la vijana. Vijana, mtaniambia nini wazee? Si ndio Wazee sinaona wamezeeka, hawana cha kukwambia. Akaliacha shauri lile la wazee, akalifuata la vijana. Sasa akapotelea mbali. Jambo la 7, badili uaminifu wako. Luka 16:10. Badilisha uaminifu wako. Luka 16:10. Tunaenda kuhitimisha. Luka 16:10, maandiko yanasema, naam, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Anza kuwa mwaminifu. Hapo ulipo, anza kuwa mwaminifu. Na hata utakapoongezeka, uaminifu wako utapanda nao. Mungu hatoi makubwa kwa mtu asiyeaminika katika madogo. Najua kuna watu wanatamani sana mambo fulani, lakini Mungu naye anatamani hicho kidogo ulicho nacho aone unakitumia. Amen. Wewe ni mwalimu, ni mwinjilisti, mhubiri, unaomba sana, unapiga magoti sana kwa ajili ya kwamba Mungu akutumie. Na Mungu anakusubiri kwanza uanze kutumika, kwa sababu tayari alishakupa neema ya kutumika. Wakati unaendelea kutumika ndio Mungu anakuongeza. Amina. Kwani kanisa unapoanza huduma hivi, namba 1 unapoanza wanakuwa watu wengi. Si maisha ya kuendelea. Unapoendelea idadi itakuwa inaongezeka. Mungu anaona na uwezo wako wa kuwatunza watu. Kiukweli, kama siku ya kwanza unaanza huduma, alafu Mungu akakupa watu 200, 300 au 1000, unafikiri utaweza? Wakati mwingine Mungu anatupitisha kwenye changamoto ndogo ndogo kama hizi, ila atupime, atutengeneze, tujue namna kutatua changamoto za watu. Haleluya. Hata napokupa watu hawataki tena wayumbe, waje wakae watulie. Bwana Yesu asifiwe. Hata sasa Mungu ametuamini. Sema amen. Jamani, waje wasije. Mungu ametuamini tujibidishe basi katika kuomba, katika neno pia. Amina. Kwa hiyo Mungu hakupi watu wengi kama uwezo wako ni mdogo. Kwa sababu Mungu hataki watu wake wapotee. Haleluya. Hakupi watu wengi. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa. Unakumbuka watu wa talanta ile talanta ngapi ile? Mmoja akaenda kuzika hivi na hivi. Naona wewe kama mchawi kabisa. Unazika talanta umepewa na Bwana. Haleluya. Kwa Yusufu alikuwa mwaminifu gerezani, akapanda mpaka kawa mkuu. Jambo la 8, badilisha maisha ya kiroho. Mathayo 6:33. Badilisha maisha ya kiroho. Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine mtazidishiwa. Hakuna ukuu wa kudumu bila msingi wa kiroho. Maana yake ukuu unaotaka msingi wake ni wa kiroho. Ndio maana neno nasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Uwepo wa Mungu uwe nao. Uwe na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Na hata
atakapokupa ukuu, basi hautamwangusha. Haleluya! Ili baraka za Mungu zikija kwako zisije zikaleta majuto. Haleluya, haleluya. Mambo ya msingi hapa ya kuzingatia. Maombi ni jambo la msingi sana. Ili uwe mkuu, lazima maombi yawe kipaumbele kwako. Maombi yako binafsi, maombi ya kundi, maombi ya kanisa yape kipaumbele. Namba 2, kusoma neno la Mungu iwe kipaumbele sana, na kusikiliza. Haleluya. Kwa kazini, download, sikiliza. Mimi hapa nina account ya YouTube, ndio haya mahubiri yote yanakuwa kwenye YouTube. Baadaye unaweza kuwa unasikiliza, unajikumbusha mchungaji alisema nini. Kwa bando tu la 1000 unajikumbusha. Ndio roho yako inapata vitu, inapata chakula, inakuwa kwa namna hiyo. Huwezi kukuza kiroho kwa nyimbo za taarabu unazoweka status. Amina. Wewe weka taarabu hizo. Taarabu hazikuzi. Inakuleta chemchemi ya moyo wako inaharibika kwa nyimbo za dunia. Bongo flavor haiwezi kuacha salama kwenye moyo wako. Wewe endelea tu enjoy. Hata kama ameimba maneno mazuri. Nani anaweza kula yai limetupia kwenye uchafu? Kwa sababu yai ni zuri. Maneno mazuri yanayopatikana kwenye nyimbo za dunia hayatufanyi tuzisikilize. Maana nyuma yake kuna roho. Na hiyo roho ni kama kuku anarushiwa kalanga. Unaona mbona ameimba mazuri maneno hapa hivi mchungaji, kwa mfano hapa neno gani hapa lina shida? Sio neno gani lina shida. Neno limetoka kwa nani? Bwana asifiwe sana. Neno limetoka kwa nani? Jana tumeangalia shetani anamwambia Yesu kwamba jitupe mpaka chini huko. Maana imeandikwa katika Zaburi ya 94, atakutumia malaika watakulinda. Si ndio? Tukaona ni kweli, kumbe imeandikwa. Ni kweli imeandikwa. Lakini Yesu hafanyi kwa sababu imeandikwa. Anaangalia huyu anayeniagiza nifanye ni nani? Ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Kwa hiyo maneno mazuri kwenye nyimbo za watu wa dunia hayana nafasi kwenye moyo wa mtu anayetamani kuwa mkuu. Ila wewe ambaye 50-50, nusu kwa nusu, endelea kupigilia hizo nyimbo. Kwa sababu ni mtu nusu nusu. Unafungulia milango ya mashetani kukuvamia. Unafungulia milango ya roho chafu kukuvamia. Kwa hiyo lazima usome neno, lazima kufunga, lazima ushirika na Mungu, uwe na ushirika na Mungu. Danieli aliendelea kuomba hata wakati wa hatari na Mungu akamwinua. Haleluya. Lazima uendelee. Hitimisho. Kabla Mungu hajamfanya mtu kuwa mkuu, ubadilisha moyo wake. Kabla Mungu hajakupa ukuu, lazima moyo wako ubadilike. Lazima ubadilishe moyo wako kwanza. Haleluya. Anabadilisha fikira zako. Anabadilisha maneno yako. Anabadilisha tabia yako na kazi yako. Anabadilisha matumizi ya muda. Anabadilisha mahusiano yako. Anabadilisha uaminifu wako. Anabadilisha maisha yako ya kiroho. Tukasema Mungu anataka kutubariki, lakini tunapimwa katika vitu tunavyovipata. Tukasema kuna watu hapo akipata pesa watakumbuka. Yaani siku zote unamwomba Mungu, unapiga magoti, Mungu akubariki kwa pesa upate kumtumikia. Leo Mungu anakubariki, anafungua milango, unapata pesa, alafu anasema kwa hela hii, ngoja nikafagilie kaburi la bibi. Wenzangu wanafagiliaga tu, mimi sijaje kwenda kufagia. Unaona? Kwa hiyo Mungu anapoona moyo wako, unapanga bajeti ya kwenda kufagia kaburi la bibi, anagairisha. Atakuacha ulielie mpaka utakapopata adabu na nidhamu ya kiroho. Haleluya. Ya Mungu mpe Mungu. Bwana asifiwe. Tuliokoka hatuna ibada ya kufagilia makaburi. Haleluya. Ibada ya kufagilia makaburi haipo. Lakini kama kuna kaburi kulitunza sio shida, kama kumbukumbu. Na ukishindwa hiyo nao achana nao, wala hutadaiwa. Lakini kwa ajili ya kumbukumbu unaweza kulitunza kama unaona inafaa. Lakini hii sikumbukumbu ili kuonesha kwamba bwana bibi yenu alilala hapa. Si ndio?
babu yenu alilala hapa, na sisi tulipokuwa wadogo tulionyeshwa babu yuko wapi? Babu alilala hapa. Sasa hajaamka. Ndio unafafanuliwa. Moja mbili tatu tulimzika. Alafu watu wajabu sana. Hata wajaokoka wasema tutaonana naye baadaye. Tunaye mbinguni. Tutamwona babu. Hata babu amefariki, alikuwa anatafuna ugoro. Unamtia moyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la makaburi ni eneo sensitive. Biblia inasema mwili unarudi kwenye udongo. Maana huu ni udongo. Roho pale haipo. Kwa unapoenda pale na kwenda kuvuta mahisia, kana kama unamuona, unaingia katika ulimwengu wa mizimu. Yale maroho yanakuvaa. Kuna mwanangu mmoja nilienda kumwombea. Ana shida kwa sababu amepona, hata kisikia. Alikuwa wanasema anapandisha. Anaanza kuzungumza lugha ya babu. Alafu anatoa maelekezo kwenye familia. Na wanaogopa familia. Anawaambia mambo ambayo kweli waliwahi kuyaona wakati yeye hata hajazaliwa. Ili wagalimu wanilipie nauli nitoke Mtwara mpaka Chanika. Dar es Salaam kule Chanika. Maombi ya siku hizi. Familia ilianza kuchonganishwa. Maana nasema unamkumbuka fulani alileta vyombo, akaleta na sufuria, akaleta na hivi. Hapo kulikuwa na 1 2 3. Unamkumbuka fulani, yaani familia itaka kupasuka. Kaingia pale. Waweka kwanza chakula mezani. Kala kwanza. Haina haraka. Bwana sasa. Kala tashiba. Kwa sasa maombi ni jioni. Yaani watu wanashindwa kukulazimisha. Tumechakula hapo, tumetulia. Sasa maombi ni jioni, ngoja tutembee. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Tukaenda kutembea. Tukaona kanisa sehemu. Tukamsalimia yule mchungaji. Kumbe anafamilia na mwenzangu. Unaona ni mdogo wake na Boniface Mwatiteli. Anaitwa Sifa na mdogo wake yuko pale Chanika. Tukapiga story na nini tukamaliza. Baadaye sasa Mungu alituongoza. Tukamchukua ile kijana tukaenda kumwombea kanisani pale. Tukapiga maombi kule tukamaliza. Jioni sasa ndo tukakusanya ukoo mzima pale wamejaa sasa. Ndio tukatuwasha pale. Moto uliwaka pale. Haleluya. Yule kijana alikuwa hawezi kumaliza masomo. Lazima afeli au tokee jambo lolote afeli. Na ile hali ilikuwa inawatisha, ikaisha mpaka leo imeisha. Kwa hiyo roho zile chafu zinafuata mfereji. Kwa wewe fanya tu urafiki na makaburi, unatafuta mfereji wa roho chafu. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki, unaweza kusimama sasa. Simama sasa, tumemaliza. Kwa hiyo elewa kwamba Mungu kubadilisha kwanza. Mungu anakubadilisha kwanza kabla ya kupata cheo, kupata nafasi. Ili utakapopata nafasi usije ukapotea. Amen. Funika macho. Weka mkono kifuani mmoja. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya makutano haya. Neno lako umeliachilia. Nina imani umesema na mtu mmoja. Inawezekana wasiwe wote, lakini umesema na mmoja. Na huyo mmoja aliye tayari ili kuupata ukuu. Bwana, naomba mpitishe katika darasa lako, ili atakapokuwa mtu mkuu asiweze kuanguka. Baba, ninaomba uyafanye haya. Roho Mtakatifu amsaidie. Umshike kwa mkono wako. Kuna watu wamepoteza heshima katika familia na ukoo. Lakini Bwana, wanapokuja kwako unawapa tena heshima hiyo. Maana maandiko yamesema yalioliwa na parali na madumani, Bwana unaweza kurejesha. Kama ambavyo ulimrejeshea Ayubu, hata mchana wa leo Bwana unaweza kurejesha. Je, nikuulize ukiwa umefunika macho, jambo gani zuri lilikuwepo kwako kwanza
Hapo mwanzo ulikuwa na furaha, hapo mwanzo ulikuwa na amani, lakini hapa katikati umepoteza hiyo nafasi, na ungetamani Mungu akurudishie mchana wa leo. Ni nani aliye tayari? Kama upo pita mbele. Kama unatamani Mungu akurejeshie mahali, heshima yako irejee. Walikusamini, walikupenda, siku zilivyoendelea kusema wapi? Mambo yamebadilika ghafla. Mungu huyu ambaye namhubiri anaweza. Hakuna lisilowezekana kwake. Mungu anarejesha heshima yako mchana leo. Mungu anarejesha amani yako. Mungu anarejesha upendo. Anarejesha uwezo wako wa kuelewa na kuweza kutenda kwa usahihi. Baada ya hao watu ambao wanahitaji Mungu afanye kitu kwao, kiwa kuna mwingine anahitaji maombi tu, akae huko apange mstari unaofuata. Ikimaliza hapa tumemaliza, tukutane Jumatano tena. Ukiwa umefika hapa mbele, nyosha tu mikono yako miwili. Nyosha tu, hamna shida, nyosha tu. Nyosha tu. Unaponyosha mikono ni kwamba unasema mimi siwezi ila wewe Bwana. Na huyu Bwana anayeweza ataonesha uwezo. Funika macho sasa. Sema maneno haya: Bwana Yesu, niko mbele zako. Nimesikia ujumbe wa mchana wa leo. Umesema na maisha yangu. Ndio maana nimekuja hapa ili unisaidie. Kile kilichopotea, kile kilichoibiwa, kilichoondoka kwenye maisha yangu, kilichokuwa cha maana mchana wa leo, naomba unirejeshe. Naomba unirejeshe. Nirudi kwenye viwango vyangu. Nirudi kwenye ubora. Kuanzia sasa ninawapinga wale wote walionipangia mabaya, walioniwekea mitego hata nikaharibikiwa. Mchana wa leo ninavunja na kuharibu kazi zote za adui katika maisha yangu. Kwa jina la Yesu zivunjike. Afya yangu irudi, amani yangu irudi, ufahamu wangu urudi. Kuanzia sasa heshima yangu irudi kwa jina la Yesu. Napokea sasa kutoka kwako Bwana. Hebu endelea kuomba, nikuwekee mkono ili kuthibitisha kile ambacho tumetamka. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu ambaye unaye mioyo ya watoto wako. Unachunguza mioyo yao na kuona mahitaji yao. Mchana wa leo wamekanyaga kwenye madhabahu takatifu. Kila kilichoibiwa kikarejeshwa. Kama ni amani, upendo, afya, kama ni magonjwa yaondoke ili amani iwepo. Kama ni kudharauliwa kwenye ndoa, hali ya kudharauliwa itoke kwa jina la Yesu. Naita heshima kwa jina la Yesu. Naita heshima kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Naita afya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naita afya. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea urejesho. Pokea urejesho kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Na akisia neema urejesho kwako. Kwa jina la Yesu pokea neema urejesho. Bwana kurejeshe, akurejeshe, akurejeshe. Haya, pokea sasa urejesho. Tayari sasa urejesho unakuja. Urejesho unakuja. Urejesho, 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 urejesho. Na atia nguvu ya Mungu sasa ilete urejesho. Na atia nguvu ya Mungu ipite. Haya, urejesho, 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 urejesho. Kila uvamizi na uhamisha na kutupa nje, toka ndani yake. Haya, kila uvamizi na uamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea urejesho. Pokea neema urejesho kwa jina la Yesu. Pokea urejesho. Kwa jina la Yesu pokea urejesho. Pokea heshima. Pokea kusaminiwa tena na wazazi wako. Kwa jina la Yesu. Haijalishi umeokoka, watakuheshimu na kukusamini. Kwa jina la Yesu pokea neema ya Bwana. Pokea urejesho. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu kutangaza urejesho. Pokea urejesho. Pokea urejesho. Vyote vilivyochukuliwa na virejesha kwako kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea urejesho. Pokea urejesho wa afya. Na rejesha afya ya mama huyu. Naita afya yako. Naita afya. Naita afya. Naita uzima. Naita uzima. Naita afya kwenye mwili wako. Katika jina la Yesu.
nafsi yako ikombolewe, mifupa yako ikombolewe katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo naita urejesho, naita urejesho, naita urejesho kwa jina la Yesu. Pokea urejesho. Narejesha heshima yako, narejesha heshima yako, nasema narejesha heshima yako. Heshima iliyopotea siku nyingi narejea. Baada ya leo ndo nafuta hati zote za mashtaka, nafuta hati zote za dharau, kudharauliwa, kukejeli. Kuanzia sasa nafuta picha waliokupachika usoni kwako, ukaonekana kama sio wewe, kumbe ni wewe. Ninafuta hiyo, ninaondoa hiyo, na miguu yako naifungua, miguu yako naifungua, ni miguu yako naifungua, na mkono wako wa kushoto, mkono wa kushoto, mkono wa kushoto. Haya, funguka, 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 funguka. Napitisha moto kwenye tumbo lako, napitisha moto kwenye tumbo lako, napitisha moto kwenye tumbo lako. Hakuna kitakachosalia kwenye tumbo la mwanamke huyu, hakuna vita itakayoinuka tena kwenye tumbo lake. Ninakamata kila halipifu ndani ya tumbo lake na kuutupa nje kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kutakase. Pokea urejesho kwa jina la Yesu, pokea urejesho kwa jina la Yesu. Narejesha hali yako ya kwanza, narejesha hali yako iliyo njema. Nasimama kinyume na uharibifu wa giza kuanzia sasa. Shetani na kuazimisha, mwachie huyo, mwachie huyo binti, mwachie, achia maisha yake, mwachie, 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 achia, mwachie, achia mikono yake, achia mikono yake, achia mikono yake, achia kila kitu chake kwa jina la Yesu. Achia nafsi yake, achia nafsi yake. Narejesha amani, narejesha furaha, narejesha upendo na nguvu katika jina la Yesu. Pokea urejesho kwa jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana. Yesu akutunze katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, Yesu akutunze katika jina la Yesu. Naomba. Amen. Amina. Tunaweza kuketi mara moja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Namshukuru Mungu kwa ajili yako pia, lakini kwa ajili ya muda. Amen. Chukua neno hili kalifanyie kazi, utayaona matokeo. Amina. Basi nimkaribishe katibu msaidizi ailishe kwa maombi ibada hii, na kila mmoja tutaenda kwenye ratiba zetu. Mpatieni maiki ailishe ibada hii kwa maombi sasa. Karibu. Basi tusimame wote tunakushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tukisema asante kwa ajili ya siku ya leo. Umekuwa nasi mwanzo wa asubuhi mpaka sasa Mungu, dakika na muda huu tunaiona neema yako siku ya kawaida. Umeendelea kutuhudumia Jehova. Tumeona mkono wako mfalme wa amani. Asante kwa vipindi vyote vilivyokwenda kuwepo Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunaamini kile ambacho Mungu cha kusudia siku ya leo tuweza kukipata, tumekwenda kukipata. Tunaomba kikakae katika mioyo yetu, kikawe matunda kituletea Mungu faida. Baba, nami ninakushukuru. Tazama muda huu na wakati huu Jehova, tunaendelea kujiweka mikononi mwako mfalme wa amani. Umekuwa nasi na sasa tunatarajia kurudi majumbani Jehova. Tunahitaji ukatutangulie mbele, sisi tuwe nyuma. Tunaondoa kila namna yote, kila uadui wote ambao umejipanga kwa ajili Mungu watu wako wanapopita, nami ninakamata, ninaondoa kila namna yote yajipanga kwa ajili siku ya leo. Tunakataa ajali, tunafunga kila magonjwa na kila laana na mikosi katika mapanda njia ambayo adui wamepanga. Yehova Mungu ninakushukuru, Yehova Mungu ninakutukuza. Uendelee kila mmoja akaone baraka zako zisifungiwe katika maisha yako. Ninaamini utakuwa msaada katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu. Tuseme amina. Basi Mungu na amani ya Bwana. Basi wale tunabaki kwa haraka tukutane hapo ili tuongee basi.